Watu wawili wameripotiwa kuuawa na wengine 10 kulazwa katika hospitali ya taifa ya Kenyatta wakiwa na majeraha ya risasi katika maandamano nchini Kenya. Watu hawa wawili wameripotiwa kuuawa ambapo na kadhaa kujeruhiwa katika maandamano hayo ya kupinga serikali ya hapo Kenya. Maelfu ya Wakenya waliojitokeza katika kumbukumbu za mwaka mmoja tangu waandamanaji maarufu Gen Z walipovamia bunge la nchi hiyo katika maandamano ya kupinga serikali ya Rais William Ruto. Polisi iliwarushia mabomu ya kutoa machozi waandamanaji hao na kuzua vurugu zilizosababisha watu kadhaa kuwaua na kujeruhiwa, huku maandamano hayo yakisambaa katika maeneo mengine ya nchi kama Mombasa, Kisumu, Nakuru na Nyahururu. Wanaharakati na familia ya waathirika waliitisha maandamano ya amani hayo kuwakumbusha zaidi ya watu 64 walioangamia mwaka jana na wengine 20 ambao hadi sasa hawajulikani waliko. Hussein Kharidi ni mmoja wa wanaharakati hao, anatetea haki za kibinadamu. Akasema, tuko hapa kudai haki kwa mashujaa wetu wa Kenya 64 waliuawa mwaka jana. Hadi kufikia sasa hakuna afisa hata mmoja ambaye amechukuliwa hatua. Kwa hiyo tuko hapa leo kudai haki. Haki kwa maana ya kulipwa fidia, haki kwa maana kukamatwa kwa maafisa waliohusika na mauaji, haki katika swala pia la mageuzi ya katika idara za polisi, kwa sababu Wakenya wengi wanapoteza maisha mikononi mwao. Kwa hiyo tunadai haki kwa kila mtu ndio tuweze kusonga mbele kama taifa, aliendelea kusema Hussein Kharidi. Vijana wa Kenya wamechoshwa na utawala wa Rais William Ruto kufuatia kupanda kwa gharama za maisha na ukatili wa polisi. Hivi karibuni mwanablogu ambaye pia ni mwalimu Albert Ojwang aliuawa akiwa mikononi mwa polisi. Tutaendelea kukuletea updates za matukio haya kadiri ambavyo tutazipokea. Asante na kwaheri.